chapter 5. Ni ibada ya ukombozi. Tunazidi kukombolewa kila kuchao. Tunazidi kukatiwa vitovu kila kuchao. Jina la Bwana na lipewe sifa. Ya kwamba ujihesabu kuwa wa baraka katika nyumba hii. Na ujihesabu ya kwamba kuna mpango Bwana, mambo Mungu amekuazia ndani ya jioni leo. Ndiposa uko mahali hapa. Hatuko mahali hapa kwamba tuko tu. Tuko kwa sababu Mungu amependa tuwe hapa. Na bila shaka ana mpango mzuri na maisha yetu. Luka mtakatifu 5. Biblia inasema hivi. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genezareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simeon. Akamtaka kipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano alichomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simeon, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simeon akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumekesha, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mkono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyao vyote viwili hata kikataka kuzama. Simon Petro alipoona haya, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Bwana wote walikuwa pamoja naye. Maana mimi ni mwenye dhambi Bwana. Maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Kadhalika Yakobo na Yohana wana Zebedai waliokuwa washirika wa Simeon. Yesu akamwambia Simeon, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakacha yote wakamfuata. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe huu ndani ya jioni leo. Sijui Mungu anataka kunena nasi nini, ama kutufundisha nini, ama kufanya nini katika maisha yetu, lakini bila shaka yuko na mpango mzuri. Jina la Bwana na liinuliwe. Ngao naangalia kwanza kama kuna kitu kimetukaba sisi wa Kristo. Wakati mwingi ni roho ya ukimwi. Inafanya mtu asielewe, je, Mungu yuko ananiwazia nini, amepanga nini, na ana mpango gani, ataniinua lini, atanibariki lini, na tatenda hayo mambo lini. Lakini nataka kukuambia kwamba kwa saa usioifikiria, hapo ndipo Bwana anakuja. Jina la Bwana na liinuliwe. Hata mwanamume wadachatu ndikilo ni madaktari wabache tuko fulani saa fulani, wacha kuendelea ngelo Bwana wakunda. Kwa hivyo nataka kukuambia kwamba kwa saa zile wewe haujapanga ama hujawaza, hujafikiria, hapo ndio Mungu anakuja. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inasema kwamba kulikuwa na mkutano ama makutano. Si wengi, walikuwa wachache. Maana wanasema kabisa kwamba kulikuwa na msongamano. Ya kwamba tamdukala gaya ndokumbona. Watu ni wengi. Biblia inasema kwamba katika hali hiyo Bwana Yesu akaenda kakaa kando katika ziwa la Genezareti. Wakati amekaa kando, obviously kuna kitu alikuwa anatazama. Maybe katika ule msongamano wa watu hangeweza kupata ufunuo, ama labda hangepata kile ambacho alitaka. Ni vizuri wakati mwingine ujitenge. Jina la Bwana na liinuliwe. Ujipatie muda na Mungu wako. Sijui kujitenga kwake ndio
Ndio hapo nataka tuone. Biblia inasema katika mstari wa 3, akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simeon, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pale. Akaketi akawafundisha makutano alichomboni. Hata alipokwisha kunena akamwambia Simeon, "Tweka paka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki." Nataka kukuambia kwamba wakati ambao haujafikiria ya kwamba Bwana anakutembelea, hapo ndipo anakutembelea. Lazima tuwe watu wa kuelewa ni nyakati gani tulizo nazo, kwa sababu hapo tunaweza connect katika ufalme wa mbinguni na Mungu akatenda jambo. Jina la Bwana na lipewe sifa. Yesu akasonga kando. Aliposonga kando, Biblia inasema kwamba kulikuwa na vyombo viwili. Alipoona hivyo vyombo viwili, akaingia kwa kimoja, na hicho kimoja kilikuwa cha mwanafunzi wake ambaye alikuja kuwa mwanafunzi wake Simeon Petro, ama ukimuita Peter ni sawa. Alipokuwa pale ndani, akamwambia Peter, "Peleka hiki chombo ukakiweke pale upande wa pwani." Katika hali ya kwenda pale, akawa na ujumbe ndani mwake wa kumpatia Peter. Wakati mwingine pasipo kutenga muda na Mungu, hatuwezi kupata maujumbe ya rohoni. Sema amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Connection yako na Mungu wako inatokezea wakati ambapo umejitenga ukawa na muda na Mungu. Aidha kwa maombi, aidha kwa kuimba, aidha kwa kusoma neno, hapo unapata ujumbe. Petro alipochukua chombo akakegeza kando, Biblia inasema kwamba hapo ndio Yesu aliweza kufungua kinywa chake, akamwambia Petro, "Simeoni, endeni mkachukue nyavu zenu mkazipeleke pale kilindini na mkaweze kuzishusha pale." Petro Simeoni, kwa sababu alikuwa kimbelembele, akasema, "Bwana huyu ananiambia nini?" Ndani ya mawazo yake na fikra zake hakuwa amejua ya kwamba ni wakati mwafaka ambao Bwana anamtembelea, maana hakuwa tayari. Kwa maana nimesema kwamba wakati ambao haujaufikiria ama haujaupanga, hapo ndipo Bwana anakutembelea. Jina la Bwana na liinuliwe. Petro Simeoni angekuwa ameelewa mpango ya Yesu, angekimbiza chombo mbio, akachukua nyavu akaziweka mahali ambapo alitumwa na Yesu aziweke pale kilindini. Lakini kitu cha kwanza alianza kulalamika. Haleluya. Akaanza kumwambia Bwana, "Nechidela la borubuvele. Bwana, tumekesha usiku kucha, lakini hatujapata hata samaki mmoja." Nataka kusema kwamba kuna wakati labda umeomba sana na mambo yakawa vile ambavyo hukutarajia. Bado sikia neno la Bwana anasema nini. Jina la Bwana na liinuliwe. Petro akasema kwamba, "Bwana, tumekesha bila chochote. Tumelala usiku kucha, tumesumbuka bure, hatujapata kitu. Lakini kwa neno lako tunaenda kushusha nyavu." Sijui umefikia mahali ukasema kwamba, "Bwana, kwa lile neno ambalo nimelisikia ya kwamba Mungu unaweza, ninachukua hatua." Jina la Bwana na lipewe sifa. Haleluya. Petro akachukua hatua. Hakuchukua hatua kwa sababu imempasa achukue hatua na kwenda kuweka nyavu vilindini. Alichukua hatua kwa sababu ya lile neno ambalo aliamini limetoka kwa Mungu, na bila shaka linabadilisha hali zake, bila shaka linaleta turnaround. Jina la Bwana na liinuliwe. Neno kutoka kinywa cha Bwana. Usiwahi chezea neno ambalo limetoka kwa kinywa cha Bwana. Linaweza kuwa ni neno moja na likabadilisha maisha yako. Linaweza kuwa ni neno moja na likabadilisha destiny yako. Linaweza kuwa ni neno moja na
ulimwengu, ya kwamba nilo alichoshika dini yeko kizamie, nilo alichoshika dini yameonekana malago kazamie kwapo, lakini kwa ilago jabana je kwa ilago jamenda bonyeka. Jina la Bwana naliinuliwe. Kwa neno la Bwana nasema, kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana kuna anga inaumbika. Haleluya. Maana Mungu aliumba ulimwengu kupitia kwa neno lake. Akasema na kuwe nuru, ikawa. Akasema na kuwe dunia, ikawa. Akagawanya usiku na mchana. Ilikuwa ni kwa neno lake. Nasema ni kwa neno lake. Bwana anakuja masaa usiotarajia kupitia kwa neno lake. Anapolinena neno, neno linaumba kile ambacho unahitaji katika maisha yako. Petro akaanza kuconnecta, akamwambia Bwana, ni kweli tumekesha tukiwa hatuna chochote. Neno la dumoru. Jina la Bwana naliinuliwe. Tumelala hivyo hivyo bila chochote, lakini kwa neno lako Bwana ninaenda kilindini kutupa nyavu. Walikawa hali ambayo ulikuwa unapitia ilikuwa tayari imemvunja moyo, lakini neno la Bwana likamwinua Petro moyo. Sijui ni wapi umevunjika moyo ndani ya jioni leo. Natarajia kwamba kwa neno la Bwana likakupatia kusongea. Neno la Bwana likakuinua tena. Neno la Bwana likakubariki tena. Neno la Bwana likakumbia anga ya kuwezekana. Neno la Bwana, nasema neno la Bwana, nasema neno la Bwana. Nipasa wanaimba ulimbo, neno la Bwana siachi. Maana neno la Bwana linaumba. Neno la Bwana ni silaha. Neno la Bwana ni tekembeo. Neno la Bwana linavunja miamba. Petro akamwambia Yesu, ni kweli tumekesha bila samaki. Ni kweli usiku wote umepita bila, lakini kwa neno lako Bwana, kwa neno lako Bwana, kwa neno lako Bwana, jina la Bwana naliinuliwe. Kama hujawahi jua maana neno linalotoka katika kinywa la Bwana lina maana gani, lina nguvu gani, leo inafaa ujue. Haleluya. Neno la Bwana ndio linakumbia mambo. Pako unajikuta katika hali ya sintofahamu, nakuta mambo yanabadilika ghafla. Jina la Bwana naliinuliwe. Petro akatembea akasema, Bwana ni kwa neno lako. Ni kweli jana usiku kuna jambo limekuvunja moyo. Ni kweli hatumeamka ukiwa umevunjika moyo, ya kwamba vile umetaka fanyike hayajafanyika, lakini imekuja mbele zako kwa neno la kinywa cha Bwana. Anga inaenda kubadilika kwa neno la kinywa cha Bwana. Kuna mambo yanaenda kufunguliwa kwa neno la kinywa cha Bwana. Kuna ushindi, kuna ushindi kwa neno la kinywa cha Bwana. Kuna uwezo. Biblia inasema kwamba katika Isaya ya kwamba neno la Bwana halitoki kinywani mwake bure, nikakosa kuyatenda yaliyo mapenzi yake. Linaposhuka linafananishwa na mvua vile inavyoshuka katika ardhi, ya kwamba mvua hufanya ardhi kachipua. Hivyo ndivyo lilivyo neno la Bwana. Linafanya ardhi ambaye ni wewe, unapolipokea unachipua. Mahali ulifungwa unafunguliwa, mahali kuna kushusha unainuliwa. Haleluya. Petro akasema, ni kweli nilivunjika moyo, nilalaje, sipati hata samaki mwingine, lakini kwa neno lako Bwana. Neno la Bwana linaumba wapendwa. Biblia inasema kwamba alitoka akapeleka nyavu yake kilindini. Alipofika pale kilindini, ataweka nyavu yake kwa maji. Alipoweka nyavu yake, verse 6 inasema basi walipozishusha nyavu
Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi. Anataka kurudi hapo nyuma. 5. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako itashusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipaka samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Jina la Bwana na liinuliwe. Namshukuru huyu Mungu ambaye hubadilisha hali. Hali hazibadilishi Mungu, bali Mungu hubadilisha hali. Jina la Bwana na liinuliwe. Wanadamu wakati mwingine wanabadilishwa na hali, lakini huyu Mungu tunayemwabudu habadilishi na hali, bali yeye hubadilisha hali. Jina la Bwana na lipewe sifa. Na ni kupitia kwa neno la kinywa chake anaweza kumpa kitu chochote katika maisha yako. Mundu alala uko boru mundu na klambo chingi, lakini asubuhi anaitwa utamko vile tajiri. Maana Mungu anaweza kutoa mtu katika katika hali ama mazingira ya kutokuwa navyo, na akakupeleka katika mazingira ya kuwa na vitu. Baba huumba hata mazingira. Jina la Bwana na liinuliwe. Jina la Bwana na lipewe sifa. Petro Simeoni akamwambia Yesu, ni kweli Bwana, tumekaa na hali hizi zimetuchangamoto ya kwamba usiku wote Baba tumejichosha, tumefanya kazi ya kuchoka, tumechoka tukachoka. Na nena na mtu ambaye amechoka, ambaye amechokeshwa na hali za dunia, ambaye amechokeshwa na hali zake za mapato, ambaye amechokeshwa na hali ambazo zimemfinyilia. Petro akawa katika hali ya kuchoka. The whole night amefanya kazi kwa uchovu mwingi, lakini bado hakupata chochote. Akamwambia, Bwana, kwa neno lako nitaenda kuweka nyavu. Biblia inasema kwamba walipoenda pale wakashusha nyavu zao pale kwa vilindi. Biblia inasema kwamba maajabu ambayo ilitendeka, mambo yalibadilika mahali pale. Kwa maana nasema neno la Bwana linaumba. The same spot ambao walilala bila chochote, the same spot ilitoa samaki. Mpaka Petro akashangaa, chombo chake kikajaa, hata anasema nyavu zikajaa, zikaanza na kukatika. Wakaanza kuchukua zile samaki wakiziweka kwa chombo kingine, ikagharimu kuja msaada wa majirani. Jina la Bwana na liinuliwe. Kumbe majirani wakati mwingine si kwamba wanaitwa wakati wa shida, wanaitwa pia wakati wa raha. Chokuntesi kuvuna. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakapungia wenzao mkono. Mete Bwana chonyi. Wenzao wakakimbia wakishangaa. Wakija samaki zimejaa mpaka neti zinakatika. Jina la Bwana na liinuliwe. Unaweza kuwa na ukiwa katika ulimwengu wa roho, unaomba na uwezi omba. Anga limefungwa kama vile vilindi vilifungwa kina Petro wasiweze kupata samaki. Lakini nataka kukwambia ndani ya jioni leo, Bwana anakumbia anga ya maombi katika jina la Bwana Yesu. Unaweza fungiwa mapato, uwe na hali ya ukiwa kama vile kina Petro walifungiwa kilindi, wakakesha kule usiku kucha na hali ya uchovu wasipate chochote, lakini neno la Bwana likawaumbia wingi. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya, haleluya. Mambo yakabadilika kwa kina Petro na Simeoni, Petro wa Simeoni. Na mambo yalipobadilika hata kwetu sisi, tuko na imani kubwa ya kwamba Yesu anaweza badilisha. Haleluya. Jina la Bwana na liinuliwe. Labda kuna mahali katika maisha yako unajaribu kibinadamu na unaona unashindwa, unaona hauwezi, unaona hutaweza.
na liinuliwe. Waliweza kupokea mpaka rafiki zao ama jirani zao wakashangaa, samaki hawa wote wapendwa wametoka wapi? Jina la Bwana na liinuliwe. Mpaka Petro Simeoni akanyenyekea mbele ya Yesu, akamwambia Yesu, ondoke kwangu maana mimi ni mwenye dhambi. Mungu anaweza kukutendea maajabu mpaka ukafikia mahali ukajukumu, maana ni upendeleo. Naweza pendelewa na Mungu mpaka ufikie mahali ujiulize, je, hili limewezekana kivipi? Jina la Bwana na liinuliwe. Tunapitia anga nyingi wapendwa. Kuna anga ya ukiwa katika maombi, anga ya ukiwa katika ndoa. Hilo ukiwa katika ndoa, naweza ongea na wale ambao ni wanandoa. Pita mambo mengine mazito magumu ambayo huwezi elezea, lakini nataka kusema kwamba neno la Bwana huumba. Jina la Bwana na liinuliwe. Ndiposa Petro akasema ni kweli yalishindikana, lakini kwa neno lako Bwana najua mambo yatabadilika. Jina la Bwana na liinuliwe. Tusio tunachukulia neno la Bwana kama mzaha. Neno la Mungu linaweza badilisha maisha yako yote. Neno la Mungu linaweza kukumbia mambo makubwa hata watu wakashangaa. Maana kwa neno la Bwana tunatolewa chini tukiletwa juu. Haleluya. Ni kwa neno la Bwana tunaondolewa sura za kudharaulika, tunapewa sura za kupata kibali. Jina la Bwana na liinuliwe. Ni kwa neno la Bwana tunapata ushindi. Kina Petro alipata ushindi mahali pale kilindini, mpaka ikabidi na wengine washuhudie ushindi wake. Mungu atukumbuke mpaka bandu sherekea usimi wako. Jina la Bwana na lipewe sifa. Bandu biche kwako wache kasa mlungu aibu yako kwa gaje mecha mabaa. Mungu akubonyera. Naomba huu upako na neema na upako uliotembea katika maisha kina Petro ukatembea juu ya maisha yako, bali kwenye unaona haviwezekani vianze kuwezekana katika jina la Bwana Yesu. Upenye in the mighty name of Jesus. Kama ni chakula au na juu ndani ya nyumba yako, na achilia upako wa chakula vijae mpaka uitie majirani katika jina la Bwana Yesu. Nasema katika jina la Bwana Yesu, Bwana tende jambo ndani ya jioni leo, mipaka yako ikafurike baraka. Maana mipaka ya kina Petro ili uweze kufurika masamaki. Jina la Bwana na liinuliwe. Ni samaki kwa plural, akitwa zita masamaki, yani too much mpaka uweze hesabu. Baraka zenye hazihesabiki. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo ndani ya jioni leo, wendekao ulikuwa na ukiwa katika ulimwengu wa roho, neno la Bwana linaumba, na wakati ambao usiotarajia ndio Yesu anakuja kwako. Hawa watu walikuwa hawataraji. Walifikiria siku hii ya leo ni kama siku ya jana, lakini kumbe Yesu amewatembelea kubadilisha kitu katika maisha yao. Nakumbuka wakati wa Sara. Wakati wa Sara alitembelewa na Bwana wakati ambao hakutarajia. Wakati yuko jikoni, Biblia inasema kwamba wageni wakaja. Ibrahim kwa sababu alikuwa connected, akachukua mwana kondoo akaanza kuchinjia wageni wake. Mpaka bibi yake akamuuliza, mbona unachinja huyo kondoo? Lakini kumbe Ibrahim alikuwa ameng'amua time za Mungu kumtembelea. Jina la Bwana na liinuliwe. Bwana utembelea wakati ambao hujaujua, hujaufahamu, lakini ukiwa connected katika ulimwengu wa roho unaweza jua wakati mwafaka ambao Bwana amekutembelea. Ibrahim anaweza kuelewa na wakati na nyakati, na kuna pia majira. Kuna majira ya kutembelewa na Bwana. Kina Petro Simeoni hawakuelewa na majira, maana wao walikuwa na majira ya jana ya kusema kwamba tulikuwa hatuna chochote, lakini kumbe majira ya Bwana yalikuja ya kunapa vitu
Jina la Bwana na liinuliwe. Ni vizuri tunapoelewa na nyakati za Mungu, ukaweze kutapu neno la Bwana ndani mwako likakusaidie. Watu wale walipoingia tu wakamwambia Ibrahim ya kwamba tumekuja, tumetumwa, ya kwamba wakati huu mwakani bibi yako atashikilia mtoto. Kwa sababu hakuwa ameconnect, alicheka akifikiria ni mzaa. Naongea kuhusu neno la Bwana kuumba muujiza wakati wote. Waliponena yale maneno ya kiungo ambao walitumwa kwamba wakati huu mwakani kutakuwa na mtoto mahali hapa, Sara akacheka kwa sababu she was not connected. Naongea na watu ambao wako connected kiroho ili anga zao ziweze kumbika utukufu wa Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Wewe na majira ya Bwana, wewe na wakati ambao Yesu anakuja kwako. Yesu haji kwa mtu bure bure. Unaposikia neno likuguse ndani ya moyo, ni kwa neno lake Bwana yatatendeka. Ni kwa neno lake Bwana unaumpiwa anga mpya. Jina la Bwana na liinuliwe. Ni kweli Sara alicheka, lakini kulipofika wakati ule ulinenwa mwakani, aliweza kupokea mtoto. Nasema nini ndani ya jioni leo? Ya kwamba ni vizuri unapoconnect katika ulimwengu wa roho kama Petro Simeoni. Ni kweli alikuwa naye haelewi kile Yesu alikuwa anafanya, lakini alipogundua ya kwamba neno la Yesu halipiti bure, neno la Mungu halipiti bure, kuja kuyatenda mapenzi yake, alienda kwa neno la Bwana. Tuanze kutembea na neno wapendwa. Haleluya. Inaweza kuwa inaonekana haiwezekani, lakini kama Mungu amenena itawezekana. Anza kutembea na hilo neno ya kwamba Bwana umesema, Bwana umesema. Shida ni pala tusome Biblia. Kio mgonjwa mwambie Bwana, kwa mapigo ya Yesu tumepona. Na kwa sababu wewe Mungu umesema kwamba hatutabaki kuwa mayatima jangwani, Baba naomba unitetee. Na Mungu kweli anakutetea. Maana kwa neno la Bwana yatafanyika. Kwa neno la Bwana yatatendeka. Kwa neno la Bwana anga yako inabadilika. Kwa neno la Bwana mambo yanabadilika. Kama ni Mungu amenena, hata nani ainuke litakuwa. In the mighty name of Jesus. Jina la Bwana na liinuliwe. Wengine ukiangalia na hali alizo nazo, nipata raha, ai kibada. Hii hali niko nayo. Na bedi mabada. Kama Petro, umono bezigana ikuwa. Sejibulale mwa, lakini neno la Bwana linaumba. Jina la Bwana na liinuliwe. Walilipwa kuchoka, wakalipwa pia kukesha the whole night. Jina la Bwana na lipewe sifa. Maana walipata samaki wenye hawajawahi kupata katika maisha yao yote. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo nikawa uko katika hali ya kuona jana ilikuwa hivi na leo itakuwa hivyo. Nataka kukwambia jana ni jana, leo ni leo. Kuna mambo yanaumbika katika anga yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa neno la Bwana yatafanyika. Si kwa neno la nani, kwa neno la Bwana. Kwa neno la Bwana yatafanyika. Ukiamini inakuwa. In the mighty name of Jesus. Naomba tusimame. Thank you Jesus. Ni kwa neno lako Bwana. Kwa neno lako Bwana. Kwa neno lako Bwana.